Zaburi 127 mstari wa kwanza mpaka ule wa 5. Nimelipata bure tu, sasa najua haya yote, sasa najua haya yote. Huruma yake nasi. Tukiushangilia msamaha wa dhambi, antifoni na Zaburi ni ukurasa wa 290. Mungu Mungu utusaidie, utuokoe, utuhurumie na kutuhifadhi kwa neema yako. Utukufu ni wa Mungu juu mbinguni, amani duniani kwa watu aliowaridhia. Mungu atukuzwe pekee, shukrani zitolewe, sababu ya rehema kuu aliyotutendea. Mungu atupenda sana, sababu hii ametupa kutengemana vema. Bwana akae nanyi. Leo ni siku ya Bwana ya 5 baada ya utatu. Aya ya siku: mtu aliyetia mkono wake kulima kisha akaangalia nyuma hafai kwa ufalme wa Mungu. Tuombe. Mungu Mwenyezi, Baba wa mbinguni, utujalie twakusihi Roho wa kweli na wa amani, ili sisi tupate kufahamu ya kupendezayo na kumfuata Kristo peke yake kwa nguvu zetu zote, kwa Yesu Kristo mwana wako na Bwana wetu. Amen. Sikilizeni neno la Mungu toka katika kitabu Kumbukumbu la Torati sura ya 11 mstari wa 26 mpaka ule wa 28. Kumbukumbu la Torati sura ya 11 mstari wa 26 mpaka ule wa 28. Kumbukumbu la Torati sura ya 11 mstari wa 26 mpaka ule wa 28. Nitasoma kwa msaada wa Bwana. Amen. Angalieni, na wawekea mbele yenu hivi leo baraka na laana. Baraka ni hapo mtakapoyasikia maagizo ya Bwana Mungu wenu ni waagizayo leo, na laana ni hapo msiposikiza maagizo ya Bwana Mungu wenu, mkikengeuka katika njia ni waagizayo leo, na kuandama miungu mingine msioijua. Amen. Na hili ndilo neno la Mungu. Tumshukuru Mungu. Neno lake Bwana ni taa na mwanga katika njia zetu. Tuimbe haleluya. 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 Tuungane na Wakristo wote ulimwenguni kukiri imani yetu ya Kikristo inayotunganisha pamoja, imani ya mitume. Na muamini Mungu Baba Mwenyezi, muumba wa mbingu na nchi. Na muamini Yesu Kristo, mwana wake wa pekee, Bwana wetu, aliyechukuliwa mimba kwa uweza wa Roho Mtakatifu,
akazaliwa na Bikira Mariamu, akateswa zamani za Pontio Pilato, akasulubiwa, akafa, akazikwa, akashuka kuzimu. Siku ya tatu akafufuka kutoka kwa wafu, akapaa mbinguni, ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba Mwenyezi. Kutoka huko atakuja kuwahukumu walio hai na wafu. Namwamini Roho Mtakatifu, kanisa takatifu la Kikristo lililo moja tu, ushirika wa watakatifu, ondoleo la dhambi, kufufuliwa kwa mwili na uzima wa milele. Amen. Kabla tujakaa tusikilize tanzia. Mkristo mwenzetu mzee Kagae wa jumuiya ya Ebeneza C amefiwa na mama yake mzazi huko Ngara, na mazishi yamefanyika huko Ngara. Mkristo mwenzetu Joel Temu wa jumuiya ya Upendo amefiwa na baba yake pamoja na kaka yake huko Moshi, na mazishi yatafanyika huko Moshi. Wakristo tushirikiane kwa wimbo namba 157 fungu la kwanza, alafu tutafanya sala. Wimbo namba 157. Mbinguni kwa Mungu hakuna mabaya na shida, waongofu wengi wamejaa, wanaomsifu mwana kondoo. Mbinguni mjini ni mbinguni kwa Mungu, mbinguni kwa Mungu ndio mji wa kutupendeza. Mungu mtakatifu, tunakushukuru kwa ajili ya wema wako na uaminifu wako katika maisha yetu. Tunakushukuru kwa ajili ya familia ya Charles Kagae pamoja na Joel Temu. Bwana Yesu, wameondokewa na wapendwa wao kutoka katika maisha haya. Tunawaombea wapendwa wenzetu hawa pamoja na kanisa la Mungu, uwatulize kwa neno lako, uwatulize kwa faraja itokayo kwako, maana wewe ni muweza wa vyote katika yote. Tunaziombea familia hizi Bwana, uzipe nguvu, uzitulize wakati huu. Lakini pia Bwana, tunaziombea ratiba zao zote walizoziweka kwa ajili ya kupumzisha wapendwa wao. Uwasaidie Bwana watakaposafiri kutoka eneo moja kwenda jingine, mkono wako wa baraka uwe pamoja nao. Usiwaache wala usiwapungukie. Lakini pia Bwana, tufariji sisi tulio kanisa lako, kupitia jina lake Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Karibuni tukae. Nitambulishe matoleo ya leo. Matoleo ya leo, shukrani zetu zote, fungu la 10 na malimbuko, sadaka ya siri na nadhiri, na shukrani ya wiki. Inayofuata bahasha zetu zote, ahadi, jengo, utumishi dayosisi. Na toleo la 3, shukrani ya pekee kwa Wakristo wote. Toleo la kwanza, shukrani zote, fungu la 10, malimbuko, siri, nadhiri na shukrani ya wiki. Ya pili, bahasha zetu zote, ahadi, jengo, utumishi dayosisi. La 3 ni shukrani ya pekee kwa Wakristo wote, lakini tutaombea sadaka zingine zote ambazo zimetolewa na wapendwa wenzetu katikati ya wiki, tutaziombea hapa madhabahuni. Kwa hiyo tukiwa tunamsifu Mungu kwa wimbo namba ya 175, tunaomba mjiandae kwa ajili ya hivyo na tusikia neno. Wimbo namba ya 175.
Umetulinda na kutubariki kwa namna mbalimbali. Tazama wana wako sasa wanapoikaribia madhabahu hii kwa fungu la 10 na malimbuko, lakini kwa sadaka ya siri na nadhiri, shukrani ya pekee na shukrani ya wiki. Mungu wetu, lakini Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni watakukaribia wakikutolea toleo la bahasha zote kwa maana ya ahadi, jengo na utumishi dayosisi. Mungu wetu, watu hawa wanaposogea na sadaka hizi, sadaka ni moyo wa mtu, jinsi ulivyomjalia kutoa na kutenda. Mungu kambariki kila mmoja mmoja. Yamkini wengine wanaweza kuwa wamejiandaa kukutolea shukrani pia ya mavuno katika ibada hii, kwa kuwa tuko kwenye msimu wa mavuno. Mungu wetu, wote hawa wanapoisogeza mioyo yao, ninaomba uwasikilize na kuwabariki. Bariki kila mmoja mmoja katika kutoa kwake na katika kuumimina moyo wake mbele zako. Mfalme, wewe ni Mungu, si kana kwamba umepungukiwa hata tukutolee, si kwamba wewe ni muhitaji, lakini tunapotoa namna hii na wana wako wanapoisogeza mioyo yao mbele zako namna hii, ni wazi kwamba wameyaona matendo yako makuu. Hivyo usiwaache sasa wanapokaribia namna hii, ukawabariki Mungu. Ubariki maisha yao, ubariki nyumba zao, ubariki watoto wao, lakini ubariki hata kazi zao mbalimbali za mikono ambazo wanazifanya kila siku. Mungu, ukawaitikie, wakuone wewe kwa namna mbalimbali katika maisha yao. Bariki hata ndoa zao, Bwana Mungu wa majeshi, ziwe na amani. Bariki kila mmoja mmoja katika kujishughulisha kwake. Wengine ni wajasiriamali, Mungu wetu wabariki. Hata wale wakazi za mashamba, endelea kuwabariki. Kila mmoja mmoja kwa namna yake alivyojiandaa kuikaribia madhabahu. Kwenye madhabahu yako ndipo tunapokutolea shukrani zetu na kupokea baraka. Kila anayesimama ninamuombea katika madhabahu hii, umbariki, akuone wewe. Katika jina lako Yesu ninaomba nikiamini, kwa kuwa wewe ndiye uliye Baba, tumaini letu na Mwokozi wetu. Amen. Wakristo, pokeeni baraka za Bwana. Bwana Mungu akubarikie na kukulinda. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake, akufadhili. Bwana Mungu akuinulie uso wake, yeye mwenyewe akupe amani. Ni katika jina lake Mungu liye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Basi Wakristo tuketi. Wakristo kaeni. Na sasa please ni wakaribisha sasa, wakati Wakristo wanakaribia mbele ya madhabahu hii kumtolea Mungu toleo lile la fungu la 10 na malimbuko. Please karibuni. Karibuni Wakristo mbele ya madhabahu hii, tupate kumshukuru Mungu kwa toleo la sadaka ya fungu la 10. Hauwezi kukusifu kweli, ila sifa zangu hizi Bwana zikubali. Moyo wangu hauwezi kukusifu kweli, ila sifa zangu hizi Bwana zikubali. Moyo wangu hauwezi kukusifu kweli, ila sifa zangu hizi Bwana zikubali.
Bwana Mungu anasema, nikaribieni mimi nami nitawakaribia ninyi. Pokeeni baraka za Bwana. Bwana Mungu akubarikie na kukulinda. Moyo wangu hauwezi kukusifu wewe, ila sifa zangu hizi Bwana zikubali. Moyo wangu hauwezi kukusifu kweli, ila sifa zangu hizi Bwana zikubali. Basi niwakaribishe mbele ya madhabahu wale waliojiandaa kwa shukrani ya nadhiri na hata sadaka ya siri. Karibuni mbele ya madhabahu hii tukamshukuru. Basi kwa niaba ya mchungaji kiongozi wa usharika, Mchungaji Gideon William, mtumishi wa Mungu Mwalimu Jacobo Mlawi, nikukaribishe. Karibu katika usharika wetu huu wa Agape, katika utumishi huu wiki hii, na Mungu akubariki sana. Karibu sana baba, karibu sana. Najua unao muda. Bwana Yesu asifiwe, watoto wazuri. Bwana Yesu asifiwe tena. Bwana yake na tuombe. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, tunasema asante uliyetupa Jumapili ya kwanza kabisa ya mwezi huu wa 7, tunapoanza msimu wa pili wa huu mwaka. Tumeona mkono wako kwa namna ya kipekee. Watumishi wako, watoto wako, Bwana, tumekusanyika mbele ya madhabahu yako ili kusikia neno lako la uzima, neno la kutusaidia, neno la kutuvusha na kutupeleka kwenye hatima zetu. Mungu wa Ibrahim, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, Mungu shikae maagano, unayejibu maombi yetu, tunaomba useme nasi Bwana. Neno hili lisiwe la kawaida, lakini likawe ni neno la kutuvusha, neno la kututetea na kutusaidia katika kila pito tunalopitia. Asante Mungu kwa ajili ya mtumishi wako. Ninaposema neno hili likawe ni taa na mwanga katika njia zetu. Asante, usikie maombi, unayejibu kwa moto. Tumeomba na kuamini katika jina la Yesu, amen. Hebu tuseme amen. Wangapi wana furaha kwenye ibada hii? Kabisa kabisa, haleluya. Hebu mpongeze jirani yako kwa kuona Jumapili ya kwanza ya mwezi wa 7. Mwambie hata sasa Bwana ametusaidia kabisa, wa kulia, wa kushoto, nyuma na mbele. Jina la Bwana libarikiwe, amen. Oya nikwambie, kuna watu toka Januari mpaka saa hii hajashikana mkono na mtu yeyote mwenye hatima. Yaani kila anayekutana naye, anayempigia simu ni matatizo juu ya matatizo. Sasa wewe kama umempa mtu mkono hapa, huyo mtu amebeba hatima. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Yaani huyo mtu amebeba baraka. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Kwa hiyo ni sehemu ya kuambukizana upako. Pokea kwa jina la Bwana. Amen. Naomba ukae katika uwepo wa Mungu. Naomba ukae katika uwepo wa Mungu. Nichukue nafasi kuwasalimu wote katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Nimshukuru sana Mungu aliyenilinda, aliyenisaidia. Nimesafiri kutoka Dar es Salaam panapo Ijumaa, na jana nilikuwa nimefika mahali hapa. Nimshukuru Mungu sana kwa ajili ya mapokezi. Mkuu wetu wa jimbo alinipokea na nimetunzwa mahali hapa vizuri, na Mungu awabariki sana. Nimshukuru sana Mungu kwa mchungaji ambaye ni kiongozi wa ibada hii. Tungepiga makofi na vigelegele kwake. Amen. Yes, wote wamenisalimia jana, lakini mtheolojia ambaye tuko naye kwenye ibada, naye mpeni makofi yake kabisa. Amen. Huyu mtheolojia amesoma na mtoto wangu kule chuo cha Mwika Bible School.
Kwa hiyo ameniambia alifika nyumbani akalala kwangu. Kwa hiyo niko na baraka kwenye madhabahu. Sema amen. Haleluya. Mungu akubariki. Upunge kwamba umelala kwa mtumishi Mlawi. Hebu punga. Jina la Bwana libarikiwe. Pale kijijini. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Na ni pazuri, tunaendelea kupaweka sawa. Kwa hiyo hata mkiwa 6 mnaweza mkaja sasa. Jina la Bwana libarikiwe. Ni mshukuru Mungu sana kwa utumishi wa mahali hapa, kwa maana ya kazi ya Mungu inayoendelea hapa. Wazee wetu wa kanisa wakiongozwa na katibu wa baraza, lakini watumishi mbalimbali ambao tunao. Nimemwona mwinjilisi uko pale, upunge tu, anakujua upo siku zote na utaendelea kuwepo. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Basi nimshukuru Mungu kwa ajili ya kila mmoja ambaye Bwana amekupa neema ya kuwepo kwenye ibada hii. Jina langu naitwa Jacob Emmanuel Mlawi na ninatoka usharika wa Mbezi Luis pale Dar es Salaam. Mchungaji anawasalimu mno na nimemwaga na amenipa baraka zote, na baraka za mwisho kabisa ni kutoka familia yangu, na wote mnafahamu niliwahi kufika hapa na mke wangu, lakini yeye amebaki kwa sababu wanatakiwa kazini kuanzia siku ya Jumatano. Yeye ni mwajiriwa, kwa hiyo tusingeweza kuja naye. Baada ya kusema hayo, wapendwa, niwakaribishe sasa katika ujumbe wa neno la Mungu, na nikukaribishe kwamba tutakuwa katika ibada hii na ibada ya pili, lakini panapo jioni tutakuwa na ibada ya CCT. Ni ibada njema ambayo Mungu atanipa kusimama kwa ajili ya ibada ile. Nikusihi unapoondoka mahali hapa usirudi, na tutakuwa na maombi katika jina la Bwana. Lakini kuanzia kesho tutakuwa na morning glory. Washarika wa Agape, ni wasihi kwa neema ya Mungu, jifunze kwenye maisha yako kuanza na Mungu siku zote za maisha yako. Wapendwa, tunakoenda saa hii, kama sio maombi hatuwezi kutoboa. Ni kweli tunapambana na kazi, lakini kama hatutamtanguliza Mungu katika hizo kazi hatutafika. Ni kusihi kwa neema ya Mungu, kama huna sababu yoyote, unapoamka siku ya kesho, hebu njoo anza na Mungu. Na mimi nitatunza muda vizuri, hata kwenye ibada hii nitatunza muda vizuri, ili kuhakikisha unawahi kazini, lakini pia unaanza na Mungu. Tunamhitaji Mungu sana. Kuna mahali una kila kitu, lakini unaona kabisa bila Mungu hapa sitoboi. Kwa nikusihi kwa neema ya Mungu, usiwe na ile tabia ya kumzoea Mungu, ya kuzoea ibada, ya kuzoea watumishi. Hapana, ninakusihi kama huna sababu, anza na Mungu na maliza na Mungu katika jina la Bwana. Tutakuwa hapa jioni na Mungu pia atasema nasi mpaka panapo pale Jumamosi, lakini Jumapili tuna ibada kubwa na ya kipekee ya vijana hapa, na tunaamini vijana wameandaa kitu kwa ajili yako, na hatimaye tutamaliza hii wiki pamoja. Tumeanza mwezi wa 7, ni msimu wa pili wa huu mwaka, na kwa serikali yetu ya Tanzania ni mwaka mpya, ndipo tunapoanza hata ule uchumi ambao bunge limepitisha ndio unaanza kuja sasa kwenye maisha yetu. Ninakuombea hicho ambacho kimepitishwa huko bungeni, hiyo senti iliyopitishwa huko bungeni ije kwenye mikono yako katika jina la Yesu. Kuna mtu mwingine amekaa mahali hapa anasema, mtumishi, yani sisi hapa tupate fedha iliyopitishwa bungeni ndio itakufikia na utaila kwa jina la Bwana. Kwa sababu kama wakijenga barabara, wanaoendesha makatapila, magari, wanaofanya vibarua barabarani ni watu wetu.
hawa watu wetu lazima watanunua chakula kwa mama ntilie aliyeko humu ndani na ambaye ni ndugu yetu, na hiyo fedha imekufikia kwa jina la Bwana. Sema amen. Tukisema ya kwamba itakufikiaje, kuna shule za kujenga, hizo tenda ziwapate watu wa kanisa hili, watajenga vibarua, watapata hiyo hela, inatoka wizarani na kuja halmashauri inakuja kwa mkandarasi aliyejenga, atalipa mafundi na vibarua, fedha imefika nyumbani kwako. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo jipatanishe na uchumi wa hii nchi. Inua mkono wako wa kulia juu, sema Bwana Yesu, mkono wangu huu na upatanisha na kila baraka ya msimu wangu wa pili wa huu mwaka, ile baraka yangu iliyoamriwa kwenye ulimwengu wa roho na wa kimwili ije kwenye maisha yangu, nione kwa macho ya damu na nyama. Sema amen. Amen. Na imekufikia. Kwa hiyo ukipokea mshahara wa mwezi wa 7, ndio hii niliyokuombea kwa jina la Bwana. Amen. Naomba tufungue kitabu cha Mwanzo, ile sura ya 26. Mwanzo 26 na ule mstari wa 12 mpaka mpaka wa 22. Mwanzo 26 mstari wa 12 mpaka wa 22. Na ujumbe wetu umebeba kichwa kinachosema Mungu akufanye wa tofauti. Mungu akufanye wa tofauti. Mungu akufanye wa tofauti. Isaka akapanda mbegu katika nchi ile, akapata mwaka ule vipimo 100 kwa kimoja. Bwana akambariki na mtu huyu akawa mkuu, akazidi kusitawi hata akawa mkuu sana. Akawa na mali ya kondoo na mali ya ng'ombe na watumwa wengi. Hao Wafilisti wakamhusudu. Na vile visima vyote walivyochimba watumwa wa baba yake siku za Ibrahim babaye, Wafilisti walikuwa wamevifukia, wakavijaza kifusi. Abimeleki akamwambia Isaka, utoke kwetu, maana wewe una nguvu sana kuliko sisi. Basi Isaka akatoka huko, akapiga kambi katika bonde la Gerari, akakaa huko. Isaka akarudi, akavichumbua vile visima vya maji walivyovichimba siku za Ibrahim babaye, maana wale Wafilisti walikuwa wamevifukia baada ya kufa kwake Ibrahim, naye akavita majina kufuata majina walivyovita babaye. Watumwa wa Isaka wakachimba katika lile bonde, wakapata kisima cha maji yanayobubujika. Wachungaji wa Gerari wakagombana na wachungaji wa Isaka wakisema, maji haya ni yetu. Ndipo wakakiita jina la kile kisima Eseki, kwa sababu waligombana naye. Wakachimba kisima kingine, wakagombania na hicho tena, akakiita jina lake Sitina. Akaondoka huko, akachimba kisima kingine, wala hicho hawakukigombania, akakiita jina lake Rehobothi. Akasema, kwa kuwa sasa Bwana ametufanyia nafasi, nasi tutazidi katika nchi. Amen. Ndugu zangu wapendwa, watumishi wa Bwana, ninaposema Mungu akufanye wa tofauti, nina maana hii. Katika kitabu cha Yeremia ile sura ya 1 na mstari wa 5, anasema kwamba kabla hujatoka katika tumbo nalikujua, na kabla hujazaliwa nalikutakasa, nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Yeremia Mungu alimjua kabla ya kutoka tumboni, kabla hajaumbwa katika tumbo, na Mungu akamtenga kwamba yeye atakuwa nabii wa mataifa.
lakini pia wewe Mungu amekutenga kwa jambo fulani, na adui ndiye anayepambana nawe ili usiwe yule aliyekusudia. Lakini ninakuombea kwa jina la Yesu, kama neno la Mungu linavyosema, watashindana nawe hawatakushinda. Mungu akupe maisha yako ya kipekee katika jina la Yesu Kristo, na usifanane na watu wengine. Sema amen. Hautafanana na wengine. Umeumbwa kwa tarehe yako. Ulipoumbwa kuna cha kwako Mungu alikuumba kwacho. Haujaja duniani kwa bahati mbaya. Kitendo tu cha kuwa hai kwenye ibada hii ni ishara tosha ya kwamba Mungu ana makusudi na wewe. Asingekuwa na makusudi na wewe ungalikufa. Lakini mpendwa, maadamu unaishi, una hela, huna hela, ni mweupe, sio mweupe, ni mweusi, sio mweusi, una kwako, huna kwako, aliyekuacha ukaishi leo ana makusudi na wewe katika jina la Yesu Kristo. Sema amen. Kwa hiyo elewa ya kwamba Mungu hajakuumba uishi maisha ya mfanano. Hapana, amekuumba kwa maisha ya kwako binafsi, na umebeba cha kwako binafsi. Sasa tunapoingia katika somo hili, yako mambo ya msingi ya kujifunza hapa. Huyu mtu aliyekuwa anaitwa Isaka, kwa historia watumishi tunajua ya kwamba yeye wakati njaa imetokea alikuwa aende Misri akakae huko. Mungu akamwambia hapana, nenda kule Gerari. Mungu ndiye amemuongoza aende Gerari, sio yeye mwenyewe aliamua. Ngoja nikwambie, hauko Kahama kwa sababu ni wewe umeamua, ila misingi ya ulimwengu toka kuumbwa kwako Mungu alikuleta Kahama kwa sababu anajua Kahama imebeba cha kwako katika jina la Yesu Kristo. Sema amen. Kahama imebeba cha kwako. Ndio maana umezaliwa hapa kwenye mkoa huu wa Shinyanga, labda wilaya hii ya Kahama. Kuna mwingine hakuzaliwa Kahama, amezaliwa mkoa mwingine. Kuna mtu wa Mwanza hapa, kuna mtu wa Bukoba, kuna mtu wa Tanga, kuna mtu wa Kilimanjaro, kuna mtu wa Songea, kuna mtu Mnyachusa yuko hapa, kuna mtu wa kule kusini Mtwara yuko hapa. Kwa nini atoke Mtwara na mikoa yote aivuke aje mpaka hapa? Ni kwa sababu ni Mungu alikusudia uwepo hapa na wala si mwanadamu, kwa jina la Bwana. Sema amen. Kabisa. Hata kama umekuja kibiashara, hata kama ni serikali imekupanga, hata kama umezaliwa ukajikuta wazazi wako hapa, Kahama hii imebeba cha kwako katika jina la Bwana. Sasa cha kujifunza ni hiki, ya kwamba huyu anaitwa Isaka hakwenda kule Gerari. Gerari iko Palestina, wapendwa. Ni eneo la kihistoria kama watheoloji wanavyojifunza, iko kule eneo la Palestina, karibu kabisa na Palestina, na ni eneo ambalo ni la kihistoria, limebeba mambo makubwa na mpaka leo hapo ndipo panaitwa Gerari. Huyu mtu anaitwa Isaka akaenda pale. Kwa hiyo ninakwambia kuna mahali umekwenda na kuna mahali unaishi, si kwa sababu wewe ndiye ulipanga, ila ni Mungu alikusudia uwepo. Sasa unapokuwa hapo mahali, omba kile cha Mungu kidhirike kwenye maisha yako. Mwambie Mungu haupo Kahama kwa hasara. Mwambie Mungu sijaja hapa kusindikiza watu kuishi, nimekuja kuishi kwa jina la Yesu. Sema amina. Mwambie Mungu sijaja hapa kusindikiza watu kuzaa, na mimi nimekuja ili nizae. Sikuja hapa kusindikiza wanandoa, na mimi nimekuja niwe na ndoa yangu. Sikuja nisindikize wafanyakazi, na mimi nimekuja kufanya kazi. Kahama, sikia neno la Bwana, kile cha kwangu lazima kitatimia katika jina la Yesu Kristo. Sema amen. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa nazungumza na mtu ambaye umetumwa mahali na Mungu amekuleta mahali, alafu vita inainuka
namna ya kupambana ili kile cha kwako kitokee. Kwa sababu tuna watu wengi wametumwa mahali, anaweza akawa kijana, anaweza akawa binti, anaweza akawa baba, anaweza akawa mama, anaweza akawa mjane, anaweza kuwa mjane, akatumwa mahali, lakini anapofika pale mahali anakutana na upinzani. Namna Mungu atakavyokusaidia uwe wa tofauti katika jina la Yesu Kristo. Usijisahau. Na tuna watu waliojisahau. Tuna watu wanaishi kama wanasindikiza watu kuishi. Hiyo roho tunaikataa kwenye ibada hii katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, mtumishi huyu anaitwa Isaka amekwenda pale Gerari. Alipofika Gerari alikuwa ni mkulima mzuri mno, na Biblia imetuambia si tu katika kulima lakini pia kwa mifugo alikuwa ni mtu mwenye kibali. Na mimi nakuombea umeanza msimu wa pili wa huu mwaka, kibali cha Bwana kiambatane nawe kama Isaka katika jina la Yesu Kristo. Sema amina. Yani kile ambacho hakijatokea kwenye maisha yako na ni ndoto yako kitokee katika jina la Bwana. Nisikilize mtu wa Mungu. Alipofika pale Gerari akaweka jembe kipimo kimoja, akavuna 100 kwa jina la Yesu. Jambo la kwanza ninakuombea katika msimu wako wa pili wa huu mwaka, usifanye kazi ya kuchosha wala kazi ya hasara kwa jina la Yesu. Sema amina. Sema amina. Sema amina. Yani kile unachoenda kukifanya katika msimu huu wa pili wa mwaka ambao ndio unaenda mwishoni mwa mwaka. Yani sikiliza mpendwa, una mwezi wa 7, wa 8 na wa 9 pekee wa kufanya vitu vyako. Ukianza wa 10, wa 11 unajiandaa kumaliza na kuanza mwaka mwingine kwa ushindi. Kipindi hiki Mungu akupe kufanya vionekane katika jina la Yesu Kristo. Wale watu wa Gerari wakainuka, wakaanza kushambulia. Badala ya kusema huyu ndugu amekuja hapa, kuna njaa, ameweka kipimo kimoja akapata 100, sisi tumeshindwa. Lakini badala ya kuungana naye wakaamua kushindana naye, wakaamua kumpinga. Ndio vita ulio nayo hapa Kahama. Wanashindana na kile ulichobeba, wanashindana na hatima yako, wanashindana usiwe yule aliyekusudiwa na Mungu. Na watu wengi ndio hapa tunasema unahitaji maombi. Sikiliza mpendwa, unapoenda kazini usijisahau. Si kila mtu ameenda amevaa vizuri ni mzuri kama nguo alizovaa. Wengine wanataka hata uangamie, wengine wanataka ushushwe, wengine wanataka kabisa wachukue nafasi yao ya kwako, wengine wanataka pia wachukue nyota yako. Kwa jina la Yesu watashindana nawe, lakini hawatakushinda katika jina la Yesu Kristo. Sema amen. Vita ulio nayo ni kwa sababu ya kile ulichokibeba. Kile ulichokibeba. Huyu ndugu wakaanza kumwambia utoke kwetu, utoke kwetu, maana wewe utakuwa mkuu. Yani wao wana njaa na wamepata mtu anayelima, mtu anayetoa mazao na atatusaidia njaa isituue. Lakini kwa sababu ya alichokibeba wameshindana naye. Na ndio vita ulio nayo. Watu wanapingana na wewe kwa sababu tu ya kile ulichokibeba. Wanashindana kwa sababu ya akili ulioibeba, kwa sababu ya biashara ulioibeba, kwa sababu ya uchumi Mungu alioweka kwenye maisha yako, kwa sababu ya neema ambazo Mungu ameziachilia kwenye ndoa yako. Adui anachopambana ni kile ulichobeba. Na mimi ninasema kwa jina la Yesu hawatakuweza kwa damu ya Yesu. Maana Bwana hajakuita wa kawaida, amekuita wa tofauti katika jina la Bwana. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Wakaanza kusema utoke kwetu.
utoke kwetu. Nini nachokizungumza? Roho za wenyeji. Hebu sema roho za wenyeji. Ongea kwa sauti kubwa, sema roho za wenyeji. Mshike jirani yako mkono, mwambie jirani, ninakuombea Mungu akuepushe na roho za wenyeji zilizo kinyume na ulichokibeba. Jina la Bwana libarikiwe. Unajua kuna watu nikiwaambia waseme hawasemi, watashughulika na wewe vibaya mno. Ndio shida yako hapa Kahama. Roho za wenyeji ni mbaya. Ukienda mahali popote na kusaidia kuanzia leo, unakwenda kuweka biashara, unakwenda kuweka nyumba, umenunua kiwanja, kuna mambo mawili ya kushughulika na hilo eneo. Jambo la kwanza ni roho za wenyeji. Wale walio upande wako, tangaza hapo mahali, Mungu uliyenileta hapa, ninaomba uniinulie watu walioko hapa wawe sababu ya mimi kuinuka. Jina la Bwana libarikiwe. Si umenunua kiwanja, lakini aliyeko mbele yako ni Mchaga, aliyeko upande wa kushoto kwako ni Mhaya, aliyeko upande wa kulia kwako ni Msukuma, aliyeko upande labda wa kusini kwako ni Mnyakyusa. Amwongei lugha moja, lakini hao watu umetumwa katikati yao, wanacha kwako kwa jina la Yesu. Umetumwa pale ofisini, unakutana kwenye ofisi, mko watu 9, lakini hakuna hata mmoja wa upande wa kwako. Omba Mungu kwamba Mungu niinulie hao watu wasiwe adui kwangu, lakini wakawe ni sababu ya mimi kutimiza kusudi lako kwenye hiyo ofisi. Sema amina kabisa. Nenda shughulika. Sasa Mungu, nimekuja hapa, nimeweka hili duka ni la nguo. Watu wote wana maduka ya nguo, lakini Mungu, ninaomba hapa uniinulie watu watakao kwa sababu ya mimi kuishi. Kuna mtu anaweka biashara mahali, wale wanaomzunguka wanakuwa ndio sababu ya kumaliza kabisa. Ninaomba Mungu akuinulie watu msimu huu katika jina la Yesu Kristo. Piga kelele, sema amen. Jina la Bwana libarikiwe. Unaingia kwenye ofisi, unakutana na mtu anasema ina maana wewe ndiye umekuwa mkubwa, kwa sababu amekuja mkurugenzi au amekuja kiongozi akasema angalieni mwenzenu amekuja juzi, lakini angalia kazi zinavyoenda, watu wanapiga makofi. Anasema mwaka huu wewe ndiye utachukua zawadi. Wanapokupigia makofi usifurahie, kimbilia maombi. Si kila mtu anapenda kuinuliwa kwako katika jina la Yesu Kristo. Si kila mmoja, si kila mmoja. Mama, una watoto, umeenda Kahama hii ukaka, mwaka wa kwanza harusi, mwaka wa pili harusi, wa kiume ameoa harusi, amekaa kidogo amepandishwa cheo, huyu hapa amekwenda nje ya nchi, huyu hapa biashara zinaenda. Ni muda wa kuomba. Si kila mmoja anafurahia kuinuliwa kwako, si kila mmoja anapenda mafanikio yako. Tunahitaji maombi kupita kawaida. Yaani waambie eti waimbaji amekuja hapa mtu hapa, yani from nowhere, yani si tumepambana na sauti hapa usiku mchana, kaja tu rap, ukasikia mwalimu amesema na waambia ninyi wote hapa hamna kitu mnaimba, msikilizeni mwenzenu hapa. Unajisikiaje? Sema amina. Sema ibada yote ya kesho hakuna mwenyeji hapa ataimba, ni huyu mgeni ataimba. Unasema jamani, huyu Ngotonya ametoka wapi? Yani hatuonekani tena, ndiye hujakaa sawa. Mchungaji anasema huyu hujakaa sawa. Mzee wa kanisa anasema huyu hujakaa sawa. Mwinjilisi wetu pale anasema huyu. Unasema jamani, huyu hapa, na kuhakikishia huyo mtu anaweza akatembea kichwa juu akijiona ni mkuu, lakini siku 2-3 ataporomoshwa. Kwa nini? Roho za wenyeji. Shughulika na roho za wenyeji. Watu wa Gerari kazi yao ni kumaliza hatima ambayo Mungu ameweka ndani yako. Kitakacho kusaidia libebe kusudi, maana wakishindana na wewe hawashindani na wewe, wanashindana na kile ambacho Mungu ameweka ndani yako. Kwa hiyo hawatakushinda ukiwa umembeba Yesu. Sema amin.
hawatakushinda. Ndio tatizo liko Gerari, na ndio tatizo tunalo sahi. Yani kuna watu kabisa, yani kazi yao ni kuangalia nani anainuka alafu wanamshusha. Ni watu wangapi kwenye ibada hii walianzisha biashara za nguo na zimekufa, wameanzisha biashara za mazao na zimekufa, wamejaribu kuanzisha biashara sijui za maduka kadhaa zimekufa, wamejaribu kwenda na mikoa ya jirani zimekufa. Lakini hiyo biashara inayokufa kwa mwenzako inainuka asubuhi saa 6 na jioni. Kuna namna, kuna vita inapigwa kwako, na mimi nakuombea wiki hii watashindana nawe, lakini hawatakushinda, maana wewe sio wa kawaida, kwa jina la Yesu. Sema amen. Jina la Bwana libarikiwe. Natamani kukuambia hujaumbwa wa kawaida, umeumbwa wa tofauti. Umeumba mtu wa kipekee sana. Ndani yako kuna nguvu ambayo si ya kawaida. Wanamwambia utoke kwetu. Nimekuambia watu wawili ambao utashughulika nao ni wale ambao wamebeba cha kwako. Lakini mtu wa pili mwambie, Mungu ninaomba nitenge na roho za wenyeji walio kinyume na baraka zangu. Mwambie Mungu mahali popote, hata kama we ni mtumishi, si kila mmoja atafurahia utumishi wako. Si kila mmoja atakusema vizuri. Hujai kuona hata mzee wa kanisa saa ingine amechaguliwa, ni mzee wa kanisa, akachaguliwa tena, alafu watu wanainuka asema kwa nini yeye? Yani kwa nini yeye? Kwa nini yeye kila kitu ni yeye? Kwa nini kwenye ofisi hii aonekane ni yeye? Kwa nini kwenye jumuiya aonekane ni yeye? Lakini ukiangalia huyu anayesemwa ni kweli amebeba cha Mungu, lakini kinapingwa. Na unapoona unapingwa sana, usiogope. Kama Mungu amekusudia usimame, utasimama kwa jina la Yesu. Sema amen. Saa nyingine vita yao ni ya kukusaidia kwenda mbele. Usiogope kwa jina la Bwana. Naomba tusogee mbele kidogo, alafu nipate kuomba pamoja na wewe. Iko hivi, walipoanza kushindana naye wakamwambia utoke kwetu. Sasa huyu ndugu amebeba mifugo ambayo wazazi wake waliacha. Huyu ni Isaka, amepewa mifugo mingi na baba yake. Kumbuka baba yake alikuwa tajiri wa dhahabu, tajiri wa fedha, madini ya fedha na wa mifugo. Sawasawa na ile Mwanzo 13 mstari wa 2 tutaiona pale jinsi Ibrahim alikuwa na utajiri. Kwa wale wanaoandika Mwanzo 13 mstari wa 2 utaona pale utajiri aliokuwa nao Ibrahim. Alikuwa utajiri wa mifugo, alikuwa utajiri wa fedha, madini ya fedha, lakini alikuwa ni tajiri wa mifugo, wa madini ya dhahabu. Na alikuwa na watumishi 300 na zaidi, wanaume waliokuwa wanakaa nyumbani kwake. Alikuwa na jeshi, na ndio maana aliweza kwenda kupigana na wafalme wa Sodoma na Gomora. Huyu mtu akaona mifugo nilionayo ni mikubwa, ni mingi, sitaweza mimi peke yangu. Lazima niende nikatafute visima vya maji ili hawa mifugo wasizimie kwa kiu au wasife. Akaenda akavichimbua visima ambavyo baba yake Ibrahim alikuwa amevichimba. Alipochimba cha kwanza kikatoa maji. Na kuombea kwa jina la Yesu, unapoanza msimu wa pili wa huu mwaka, kile utakachofanya ufanikiwe katika jina la Yesu Kristo. Sema amen. Zile ndoto zako zije kwenye maisha ya kwako. Sema amen. Zile ndoto ulizobeba ziwe halisi. Watu wengi wametoka Januari. Nisikilizeni watumishi wa Mungu, sina mahubiri mapya. Nataka niwaambie, tuko kwenye ibada hii, asilimia zaidi ya 60 kuna watu walianza mwaka na matumaini ya kufika mali, na mpaka saa hii hawajaona dalili za kutoboa, na bado wanapita pagumu. Ninakuombea, madam Mungu amekuingiza msimu huu, cha kwako kianze kumea kwa jina la Yesu Kristo. Jina la Bwana libarikiwe. Kuna mtu yuko hapa, wachungaji na wainjilisti na theolojia mlioko kwenye ibada,
anaamka saa 9 ya usiku, analala saa 4 usiku, saa 5, amechoka, ametoka na amerudi bure. Kuna mtu akiamka saa 12 anafungasha milioni za hela zimeshaingia kwenye maisha yake, lakini wanaishi kama hii wote. Mtu anarudi nyumbani hana hata ila chakula. Siku imekataa. Ninakuombea ukitoka ibada hii, utakachoenda kugusa, Mungu alete matokeo katika jina la Yesu Kristo. Na ninakuombea kwa damu ya Yesu, sema amen. Hata kama vimetokea, vitokee tena kwa jina la Yesu. Hata kama vimeshatokea, vitokee tena kwa jina la Yesu, sema amen. Jina la Bwana libarikiwe. Na kila mwezi haufanani. Kila mwezi umebeba cha tofauti. Cha tofauti kwenye maisha yako. Cha tofauti kwenye maisha yako. Na kuombea sana kwa jina la Yesu. Wakaanza kushindana naye. Sasa nisikilize na uelewe pointi hii. Ni pointi ya msingi sana. Ukiwa kwenye eneo ambalo lina ugomvi, hautakaufanikiwe. Ondoka hapo kwa jina la Yesu. Nataka nikwambie, huyu ndugu wamegombana naye, lakini akasema hapana, nikiendelea kushughulika na hawa watesi, mifugo inakufa. Akaenda mbele zaidi. Na mimi nakuombea nguvu ya kuinuka na kwenda mbele zaidi kwa jina la Yesu, sema amen. Akachimba kisima kingine, kikatoa maji, alafu bado akakigombania. Wakaleta bado upinzani, bado hakushughulika na roho za watesi. Nataka nikwambie, ukitaka kuwa wa tofauti, usishughulike na maisha ya watu. Ng'ang'ania mbele za Mungu. Kile ulichokishika utavuka kwa damu ya Yesu. Kuna watu wengine walichobeba ni kuwa kile cha kwako, wewe usishughulike nao. Na ndio maana utakuta kuna watu wasema, huyu mtu ananisema vibaya, huyu mtu sijui anafanya. Hapana. Yani mimi siwezi kukaa pale wanaongea. Mimi niliwaambia na nilimwambia mke wangu, hata ukienda jumuiya, kwanza mke wangu amechaguliwa tena mara ya 4 kiongozi. Yani wamekataa mpaka kanisani. Wanasema hapana, huyu hapa kwa namna anavyotushikia hela vizuri, aendelee kipindi cha 4. Nipigeni makofi kidogo, sema amen. Lakini wao wanajua ni mke wangu, ila mimi ndiye namfundisha kuweka mahesabu vizuri nini. Alafu sasa kwa kuwa naleta hela nyumbani, hawezi kuiba, sema amina. Sasa kama mzee ulete, alafu umeziona hapo za jumuiya, zitapigwa tu. Lakini kwetu hatupigi. Sisi tunatoa kupeleka jumuiya, sio tunatoa jumuiya kupeleka nyumbani. Hiyo kitu haipo kwetu, sema amina. Jina la Bwana libarikiwe. Kamwambia siku moja, hata wakiongea, hebu sema yani hata wakiongea, alafu kakaa nyumbani, tatizo linaendelea kwa kubwa. Wakishaongea, wewe nenda mapema, alafu piga pamba, pendezea, alafu kila anaongea nawe mtolee macho namna hii, watakuogopa kwa jina la Yesu, sema amina. Usikae nyumbani, sema amina. Si wameanza pepe, vaa kama unaenda harusini na kiatu cha juu, hata kama uko nyuma hakujakaa vizuri, kutanyanyuka tu, sema amina. Nenda, sema amina. Na ukifika, anza na wale watesi. Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe. Alafu tulia, kila naye kuangalia, toa macho namna hii. Wenyewe atakwambia, unafikiri basi hata tuna shida? Ni watu tu anakusema vibaya, lakini tunakupenda. Unakaa nyumbani nini? Nyanyuka, nenda, songa mbele, inuka, nenda, usiogope. Mafanikio ni kupambana. Jina la Bwana libarikiwe. Kuna kisauti chako cha 3 kimba kwaya inashinda, alafu watu wameanza maneno, unasema eti mimi simbi kwaya wananisema. Nenda, alafu tumia hicho kisauti kwa sema. Wakisema imba chini, we imba juu, nyanyuka nayo, ili wajue ya kwamba niko na kitu, sema amina. Unakaa nyumbani, hiyo sauti ni ya kwako. Na ukipigwa kensa yako, njoo imba, sema amina. Wenzio wamelala hapo hospitali hapo, koo lote limeungua, kensa, hawezi kuimba. Yani chakula kinashuka na mirija,
alafu wewe unaka sauti kazuri, unakaa mimi siendi kwenye sherehe yao, na kwenda ubaba nitakula tena wa kwanza kupakua. Hatuachi kitu, songa mbele kwa jina la Yesu. Sema amina. Eti wananisema siendi kwenye harusi, watajuaje kwamba napendezea? Unatungua kitu cha maana. Yani hata kama unaona umbo lako halikuonyeshi kuwa ni nzuri, yani kila nguo ukivaa unakuwa kama umevalisha ubao nguo, nenda kwa fundi. Mimi nakufundisha leo, mwambie nitengenezee nguo, weka mkanda hapa. Yani kitu cha kwanza weka mkanda hapa, aweke mkanda, alafu weka ngazi ya kwanza, ya pili na ya tatu. Ukikaa na kiatu cha juu tayari umechomoa kwa jina la Yesu. Sema amina. Usiende kuvaa dila kama unaona umbo lako halifai. Madela haya yatakuaibisha tu, utakuwa kama mchawi. Tafuta nguo, weka kamkanda, alafu kaweke ngazi, alafu karefushe kidogo. Yani ukitembea zile ngazi zikijirusha hivi tayari kwa jina la Yesu. Sema amen. Alafu unaogopa. Usiwaogope wanadamu ambao hawawezi kukufanya chochote. Yuko Mungu ambaye yuko ndani yako, kwa jina la Yesu akupe kufika kwenye hatima. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa wapendwa, nimalize mahubiri yangu kwa kusema hivi. Akaenda eneo la tatu. Ninachokuombea ni usikate tamaa. Usikate tamaa. Usiyumbishwe na maneno ya watu. Hayo maneno ya watu yatumie kama ngazi ya kuziendea hatima zako kwa jina la Yesu. Akaenda eneo la tatu ambalo hili anasema hawakuligombania, na akasema sasa tutaongezeka katika nchi, tutazidi katika nchi. Kwa nini? Bwana ametufanyia sisi familia ya Isaka nafasi. Jina la Bwana libarikiwe. Ninakuombea msimu wako wa pili wa huu mwaka, Mungu akufanyie nafasi katika jina la Yesu Kristo. Maombi yangu, kama huna kazi, uko kwenye ibada hii, kwa jina la Yesu leo mbingu zako zifunguke. Mungu akupe nafasi ya kazi mahali popote kwa jina la Bwana. Kama kuna eneo lolote kwenye wizara, serikali, taasisi, sijui mashirika hata ya kimataifa, Bwana anatamani watu kama wewe wawepo hapo. Unasikia huku ndani, pale ni pa kwangu, na kuombea Mungu akufanyie nafasi katika jina la Yesu Kristo. Sema amen. Kama kuna jambo lolote la kibiashara na unasema sina mtaji, sina kitu chochote, Bwana akufanyie nafasi. Akufanyie nafasi. Kuna mahali pa kwako. Huu ni mwezi wa 7. Mwambie Mungu, sitamaliza kwa aibu. Nimezaliwa wa tofauti. Baba, sikia maombi ya kwangu. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Nilikuwa juzi hapa, ninajiuliza nitapata wapi ada ya watoto. Na ni mtu ambaye sitamani mtoto wangu aende shule bila kuwa na ada kamili. Natoka nimezaa watoto wangu wote, hakuna ambaye ameenda shule kwa kufukuzwa siku ya kwanza. Na hii sio kwamba najivuna, ni neema ya Mungu kwenye maisha yangu. Nikakaa namna hii, akatokea mjane mmoja, mimi simjui, yeye ananijua. Akaniambia, mtumishi wa Bwana, ninaomba akaunti yako ya benki. Alafu akauliza, una akaunti CRDB? Na waambia, wapendwa, hebu hata kama huna hela kafungue tu akaunti. Hiyo akaunti itaita hela. Sema amina. Jina la Bwana libarikiwe. Itaita hela. Na mimi nikamwambia ndio, na ni kweli ipo, na nimekariri hizo namba kichwani kama sala ya Baba yetu mbinguni. Akaniambia naiomba. Sasa ukweli akatuma mshiko, tena ada zote za watoto na zaidi ya hapo. Alafu nikamwambia, mama, tunafahamiana? Akaniambia, miaka mingi kabla hujaoa ulikuwa umekuja kwenye mkutano wa injili kwetu kule Kipunguni B, Dar es Salaam. Akasema, nilipomba watumishi waende nyumbani hawakuwa na nafasi, lakini wewe ukaa na nafasi, ukaja ukaniombea.
Mumangu alikuwa na kesi, akashinda ile kesi na akafanya kazi, akalipwa mafao yake yote. Yule baba amekufa, na alipokufa nikalipwa haki zote, na watoto wako vizuri, na vile ambavyo nilikuwa nafanya, nimeona mkono wa Bwana ukinitetea. Nikakumbuka nilipoona mahubiri yako mtandaoni, nikajua kabisa huyu aliniombea ile hatima. Kwa hiyo lile fungu la 10 nimeona tu nikutumie 3,800,000. Jina la Bwana libarikiwe. Sema amina. Sema amina. Nikambariki Mungu, nikajua watoto wanaenda shule vizuri na chenchi imebaki. Kwa nini nisije kama kuhubiri kwa jina la Bwana? Sema amina. Jina la Bwana libarikiwe. Na kwa nini nizeke kama kuna habari njema za namna hii? Hakuna kuzeka hapa. Yani nitakuwa hivi mpaka Yesu anarudi kwa jina la Yesu Kristo. Sema amen. Ninachotaka kukuambia, sio najisifia, lakini nakwambia kuna nafasi yako ambayo Mungu amekuwekea ya muujiza. Ninakuombea ije kwenye mikono yako. Pigia Yesu makofi na vigelegele. Naomba usimame kwa jina la Bwana. Simama kwa jina la Bwana. Simama pale ulipo. Nataka nikuombe Mungu akufanyie nafasi. Tunapoondoka hapa kwenye ibada, tembea na hilo neno. Kesho asubuhi tunaingia kwenye maombi. Leo jioni tunaingia kwenye maombi. Kesho jioni tunaingia kwenye maombi. Wiki hii ni wiki ya kumwambia Mungu, uso wako uende nasi, lakini Bwana utufanye wa tofauti. Utufanyie nafasi, nafasi ya kiuchumi, nafasi ya heshima, nafasi ya ukuu, nafasi ya kibali, nafasi ya masomo, nafasi yoyote Mungu akufanyie katika jina la Yesu. Inua mikono yako miwili juu. Inua mikono yako miwili juu. Sema, Bwana Yesu, ninakuja mbele zako. Ninaliamini neno lako ya kwamba Bwana hautaniacha katika msimu huu wa pili wa huu mwaka. Ninakuomba kati ya wale utakaowafanya wa tofauti, utakaowapa nafasi, na mimi Yesu niwe na nafasi yangu katika jina la Yesu Kristo. Hebu omba mbele za Bwana. Nenda mbele za Bwana, mwambie Mungu, katika msimu huu nifanye wa tofauti, nifanyie nafasi. Nenda tu mbele za Bwana. Nenda tu mbele za Bwana. Inua tu mikono yako, mwambie Mungu, mikono hii niliyoinua mbele zako Baba, ninaomba nafasi miezi 6 iliyoko mbele yangu. Uso wako ende pamoja nami. Unipe jina, unifanyie nafasi, unipe ukuu, unipe mamlaka, unipe heshima, unipe mpenyo. Ombea biashara yako, ombea kazi yako. Mwambie Yesu, nione nafasi, nione nafasi ya afya, nione nafasi ya kiuchumi, nione nafasi ya kibiashara. Watoto wangu wanaosoma waone nafasi, wanaofanya mitihani ya kitaifa waone nafasi kwenye nchi, kwenye shule nzuri, kwa damu ya Yesu Kristo. Kati ya wale ambao wataoa na kuolewa, Yesu akupe nafasi. Wale wanaohitaji kujenga, Bwana akupe nafasi. Wanaohitaji kuvuka, Yesu akupe nafasi. Ambao uko kwenye giza, Mungu akupe nuru, akufanyie nafasi katika jina la Yesu Kristo. Kampuni yako ione nafasi, biashara zako, mifugo yako, mashamba yako, uchumi wako, kila ulicho nacho, natamka nafasi, natamka nafasi kwa damu ya Yesu Kristo. Kila nguvu za giza, kila roho za upinzani, nazikataa, nazikataa. Zikuachie, zikuachie. Achia, 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 achia kwa damu ya Yesu Kristo. Achia, achia kibali chake, achia maono yake, achia hatua zake, achia tumbo la uzazi, achia hiyo ndoa, achia kazi yake, achia uchumi wake. Chochote cha kwake kilichoshikiliwa saa hii kwa jina la Yesu
kiachiliwe. Mikono hii Bwana walioinua mbele zako wiki hii ikawe mikono ya kupitisha baraka. Tunakataa ajali, tunakataa mikosi, tunakataa maumivu, tunakataa hatari, tunakataa wizi, tunakataa kila za adui. Uso wako uende pamoja nasi. Tumeomba na kuamini kwa damu ya Yesu, wote tuseme amen. Mungu mwenye neema na rehema, umemtoa mwanao pekee Yesu Kristo afe kwa ajili ya dhambi zetu, ili tupate kuhesabiwa haki na kuwa washiriki wa Roho Mtakatifu. Tunakuomba uyapokee matoleo haya, tukuleteao sasa, na miili na roho zetu viwe dhabihu iliyo hai ya kukupendeza na takatifu machoni pako, kwa Yesu Kristo mwana wako na Bwana wetu. Amen. Nimrudishie Bwana nini Kwa ukarimu wake wote alionitendea. nitakipokea kikombe cha wokovu Na kulitangaza jina la Bwana. Bwana, hakika mimi ni mtumishi wako, Umevifungua vifungo vyangu. nitakutolea dhabihu ya kushukuru. Na kulitangaza jina la Bwana. Mwenyezi Mungu Baba wa rehema, umeagiza maombezi yafanyike kwa ajili ya wote. Twakuomba uliongoze kanisa lako takatifu, ili lidumu na kukua katika umoja na ushuhuda wake. Ulimwenguni mote imani yetu izidi. Tunaiombea serikali yetu ya Tanzania, uipe neema, ituongoze katika mema yote. Nchi iwe na amani, nasi tuishi katika amani na kuwa na mafanikio na kubarikiwa katika kazi zetu zote zilizo halali mbele zako, tusipatwe na mabaya. Tunawaombea wote wenye shida mbalimbali, ugonjwa na taabu. Tunawakumbuka wapendwa wetu Mchungaji Ernest Ambalang, Debola Albert, Josephat Mwanri, Mele Kweka, Lazaro Hassani, Elizabeth Matthew, Kedra Fraiko Ayubu, Seth Benjamin, Ndesiwangisa Lema, Hedriki Moshi. Mungu wetu, hawa ni wapendwa wetu ambao tulitamani kuwa nao katika ibada. Yamkini leo hata wapo katika shida ya kujaribiwa kwa namna mbalimbali kiafya, kila mmoja mmoja. Mungu, mkono wako unatosha kwa ajili yao. Mkono wako wenye nguvu unatosha kwa ajili yao. Mkono wako wa kuokoa na kuponya unatosha kwa ajili yao. Mungu wetu, mahali walipo,
ninaomba mkono wako ufike. Naomba mkono wako uwaguse. Ninaomba uwasaidie, uwainue tena. Ninaomba uwape matumaini katika hali yoyote walio nayo, Bwana. Maana wewe uko karibu zaidi nao, na unajua kuugua kwao, lakini unajua mahangaiko walio nayo, Bwana. Maana wewe uko karibu zaidi nao. Na ndio maana katika kitabu cha Ufunuo, kitabu kile cha unabii, unasema Mungu maneno yako kwamba tazama nasimama mlangoni na bisha, mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake. Najua upo karibu nao, sema nao. Katika roho sema nao. Katika akili sema nao. Katika mawazo sema nao. Katika kipindi hiki wape matumaini. Hata wale wanaowauguza, ninajua Mungu kaa karibu nao sasa. Ile roho ya kuwakatisha tamaa isiwemo ndani yao. Wape kustahimili, Bwana Mungu wa majeshi, kwa kuwa wewe ni kimbilio letu na nguvu, kama neno lako linavyosema katika Zaburi ile ya 46. Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Katika kipindi cha kuugua kwao, msaada wako ukazidi sana juu yao, juu ya familia zao, juu ya nyumba zao na juu ya maisha yao. Na hata wagonjwa wote popote pale walipo, Bwana, wengine wako mahali hapa miongoni mwetu, Bwana waponye. Wengine wako katika familia za Wakristo wetu katika usharika huu. Mungu, wewe mwenyewe ni mganga wa kweli usiyeshindwa na lolote. Wagange sawa sawa na neno lako. Tujalie tufurahie utukufu wa ufalme wako mbinguni pamoja na wote waliofariki katika Bwana. Utujalie hayo Baba, kwa ajili yake Yesu Kristo, yeye aliye mpatanishi na mwombezi wetu. Amen. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Ufalme wako uje. Mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu. Tusamehe makosa yetu kama sisi tunavyowasamehe wanaokosea. Usitie majaribuni, lakini tuokoe kutoka uovu. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amen. Bwana akae nanyi. Tumhimidi Bwana. Inamisheni vichwa, mpokee baraka za Bwana, ninyi nyote mnaomtegemea na kumtumainia Bwana. Bwana Mungu akubarikie na kukulinda. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake ya kufadhili. Bwana Mungu akuinulie uso wake, yeye akupe amani yake. Ni katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Mungu utusikie kuomba kwetu. Amen.
Wakristo, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumefika mwisho wa ibada kwa siku hii ya leo, lakini ni mwanzo wa ibada zingine zinazokuja, ikiwa ni pamoja na semina itakayoendelea kuanzia hiyo kesho, lakini pia ni mwanzo wa ibada hapo jioni. Mchana ni